Wapi? Mani, kisima hichi? Ndio inatisha. Hebu ingia ndani. Tulia kwa pole, tulia hela kitu chochote. Tulia sana, tulia. Mtoto huyu toka kaenda kisimani. Masaa yote hayo, masaa 6 huko kisimani. Ani ngoja aje. Hata vyombo vinapigwa na nzi hapa nje. Baada afanya wakaka aje. Ngoja aje atanikuta hapa. Na hizi bwana. Unaweza ukaniambia umetoka wapi wewe ndio saizi? Habari yako? Kisimani masaa 6 toka umeenda. Kuna mlindiko wa maji. Sikiza nikwambie ndio usifanye mimi mpumbavu. Unanielewa mtoto? Ulipokuwa napajua. Habari yako dada? Mbona una wasiwasi? Hapana, karibu. Asante. Samahani, nilikuwa naomba maji ya kunywa. Kwanza kaa hapo. Nakaa unanishikia kiuno mimi, unanishikia kiuno, tunalingana mimi na wewe. Toa maji yako ukae hapo. Kwa wengine bwana, wao wakuze kwa shida wakawa wanakusumbua ukubwani. Kaa hapo. Amezungumza na wewe. Hivi wewe Angel, nikwambie nini ili unisikilize mie? Nimeshakataza mara ngapi kuwa na huyo bwana wako? Hivi ukimwangalia kwa mtazamo atatusaidia nini hapa nyumbani? Salama kweli? Nashukuru. Naomba unisikilize. Hapa kaisa patikana bwana mwenye hela. Unanielewa mwanangu? Na ndio nataka akuoe huyo. Habari za kapuku wako usiniletee hapa. Unanielewa mtoto wangu? Mami simtaki huyo mwanaume. Ndio nimesha kama nilikuzaa Angel. Utaolewa na huyo mwanaume naye mtaka mimi. Na huyo mwanaume kasha kuja. Unafeli wapi mtoto wangu? Umemngangania tu huyo kapuku. Atakusaidia nini wewe? Mama anatafuta. Anatafuta paka lini? Utatafuta paka lini? Toka baba yako ametutelekeza, tuna maisha duni paka leo. Nataka tuendelee hivi. Tena usinitanie kabisa. Hapa utaolewa na mwanaume naye mtaka mimi mwenye pesa.
Mimi simtaki kuolewa naye mwanaume. Ndio nimeshakwambia wewe maskini wako usiniletee hapa. Yaani sitaki hata kumuona. Siku nikimuona hapa tamwagia maji. Wewe unaenda wapi? Mimi bado naongea afu unaondoka eti? Ndio una kiburi sana. Matoto mengine bwana. Yaani hapa nimeshasema anayetakiwa kuja kuoa, ninayemtaka mimi. Na kama mnanilia mchumba maskini wa kazi gani atatusaidia hapa si? Hapa niko nyumbani mara moja, kuna shughuli naifanya. Kuna taarifa fulani nazituma mara moja hapa ambazo Jumatatu nitakuwa nikifikisha mara moja mkoani. Juu ya watu wetu waliofanya tukio la wizi wa kupola maduka. Ndio. Sawa, tuko pamoja. Sawa pande. Jamaliza taarifa kutuma, simu nyingine zinapigwa za maelekezo. Dada, habari? Salama. Wema. Ulikuwa unaelekea wapi? Naelekea hivi. Sawa. Hivi unaweza kuwa unanikumbuka? Bila shaka nakukumbuka. Nadhani nakumbuka mimi ndio yule nimekuja kuomba maji siku zile nyumbani kwenu. Halo. Ndio. Alice ndo nyumbani kwenu? Ndio. Samahani, unaitwa nani? Mimi naitwa Eliza. Elizabeth. Una jina zuri sana. Yaani jina lako linasadifu kabisa urembo wako ulivyo. Hapa inaonyesha watumio wako 3. Majina yao ndo kama hayo nimeyatuma saizi hapo. Taarifa zao zote nazituma afande. Ushahidi upo wa kutosheleza kila kitu, nimeshatoa maelekezo. Sawa, tufanye kazi pamoja. Eliza, kwa kweli wewe ni mrembo sana. Tena sana. Kwa jina naitwa Sulman Ahmed. Eliza, kwa kifupi, urembo wako unapaswa kabisa kuwa na mtu kama mimi. Nitakupa kila unachokihitaji kwenye maisha yako. Na nitauendeleza uzuri wako kwa kufanya upendeze na kunawili. Haya afande, asante sana. Niko pamoja na wewe mkuu. Sawa. Karibu maji baby. Asante sana mke wangu. Mke wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia. Yaani kwa jinsi ninavyokupenda, fananisha na kitu chochote katika dunia hii. Umejuaje kama nimepata na kiu? Nimejua tu mume wangu, tunafanya kazi hapo jamani. Tafadhali naomba wewe na mimi. Liza. Alifikiria. Kweli. Una simu? Sana, mimi sina simu. Mrembo kama unakosaje simu? Lakini anyway, haina shida. Mimi hilo kwangu ni jambo dogo kabisa yani. Wewe niambie tunahitaji simu aina gani, mimi nitakutafutia. Sawa mrembo? Basi poa. Nakutafuta. Bye.
Nafurahi sana nakuwa nacho kitaka chochote kile mke wangu namtimizia. Karibu. Kama hapo umefahamu nafanya majukumu yangu hapo ukajua tu baby wangu sasa hivi anaweza kuipata na kiweti. Nakupenda sana mke wangu. Asante, karibu. Sawa, mimi naenda na kazi mke wangu. Haya, kazi njema. Okay. Mambo vipi shemeji? Safi, ni kwema. Mzima tu, habari za nyumbani? Safi, wazima. Wazima tu mama yangu. Jambo. Napenda sana mtoto huyu. Naona sasa itakuwa tayari. Nimeisha kazi kama nilivyopewa maelekezo. Shem. Mimi nashukuru kwa kweli tumekutana mimi na wewe hapa njiani. Kwa sababu huu mguu ni kwani wa kwako. Sasa Shem. Kuna kitu kimoja kinanisumbua sana. Mimi na Angel tunapendana sana. Sasa mama ndio imekuwa chachu kuu. Kwa mama mimi anitaki kwa sababu ya ufukara wangu. Umeona? Sina pesa, umeona? Wakati pesa ni vitu vya kutafuta tu hizi. Umeona? Ukiangalia mimi na Angel ndio tunapendana sana. Na hadi nayo mingi sana. Kwenda chokuomba shemeji yangu ukamwambie bibi, ili naye bibi akamwambie mama. Kuhusu swala la kipato ili asijali sana kwa sababu mazingira ya hapa kijijini kwetu yeye mwenyewe anayajua jinsi alivyo. Umeona? Kwa hiyo asishangae watu wenyewe tu wanatafuta. Umeona? Kwenda kuagiza tu shemeji yangu wewe ukamwambie bibi. Hodi, mzee. Tamani. Ndio. Mzee namba msaada kama hivyo kwa sasa. Lile swala lile. Mzee umejiandaje sasa mzee? Naje kwenye hapo. Kuna kama uliniambia milioni 2. Milioni 2 mzee. Lakini mzee sasa hii ni siri ya mimi na wewe. Sawa. Ukimwambia mtu yote mzee anakula rushwa mzee. Imeenea kabisa mzee. Imeenea. Mzee, hujaja na mtu mzee? Kuna niko peke yangu. Mimi kesi nafahamu kesi bakaji kubwa hii mzee. Ya bakaji kubwa unafahamu? Sawa mzee. Sasa mzee hii kesi imeisha. Sawa. Kuna kila kitu. Nashukuru sana. Napenda kumaliza moja kwa moja. Sasa mzee, iwe siri ya mimi na wewe. Sawa. Nenda mzee. Sawa. Mungu anisaidie kwa kweli. Shem, kwa hilo wala usiwaze. Mimi nitaenda nimwambie bibi. Najua atamshawishi mama mdogo atakubali. Hiyo haina shida. Kweli shemeji? Yaani wewe jiamini. Basi hii shemeji yangu nakutegemea kwa sababu ukiangalia mambo ya pesa ni vitu vingi vya kutafuta. Inakuambia. Basi haina shida shemeji yangu. Haya mimi naenda. Haya, nashukuru sana. Hodi. Karibu. Asante. Yangu mama Angel. Mama Angel. Mama Angel, umependeza mke wangu. Mama Angel, habari za sasa hivi?